uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa taifa la Mungu, kati ya maswali ambayo yamezihangaisha akili za wanadamu wa zama zote ni swala la kifo na swala la mateso. Wanadamu wanajiuliza, kwa nini kuna kifo? Na mara nyingine wanajiuliza, watu wema nao wanakufa. Kwa upande wa Wayahudi, waliona kwamba mtu mwadilifu alijaliwa maisha marefu, maisha yasiyo na mahangaiko, maisha ya mafanikio. Lakini hilo halikutosha, maana waliona pia kwamba wako watu ambao wanamcha Mungu, wanaishi kiadilifu, lakini watu hao wanapata mateso, wanapata majaribu na hata wanakabili kifo. Kwa nini? Somo letu la kwanza leo limetupa sehemu ya jibu, na jibu tulilopewa ni hili: waadilifu wanapopata majaribu, wanapoteseka, wanapokufa, sio kwamba Mungu amewatelekeza. Mungu anaruhusu watu waadilifu wajaribiwe, wapate mateso. Hayo mateso yakiwa nayo ni njia ya utakaso, njia ya kuimarishwa, njia ya kuunganishwa na siri ya Mungu. Lakini pia mateso na kifo vinatufundisha kwamba maisha sio haya tu. Kuna maisha zaidi ya maisha haya tunayoishi hapa duniani, na maisha hayo ni lazima tuyachuchumilie, ni lazima tuyafanyie kazi, ni lazima tuyatafute kwa uchaji, kwa sadaka na kwa namna inayompendeza Mungu. Kwa kifupi, somo la kwanza linatufundisha kwamba mtu wa Mungu anapata ukamilifu kupitia imani iliyothabiti, kupitia uadilifu ulio imara na kupitia uchaji. Mtu wa Mungu anapata kukamilika kwa kujenga maisha ya fadhila. Fadhila kama vile fadhila ya upendo, fadhila ya haki, fadhila ya ukweli, fadhila ya huruma na fadhila ya upendo pamoja na watu wengine. Nasi tunaoadhimisha leo misa hii ya kumsindikiza mpendwa wetu Kardinal Polycarp Pengo, tunaitwa tujenge fadhila zinazompendeza Mungu, fadhila zitakazotufanya tuweze kuwa warithi
pamoja na wateule wa Mungu. Katika somo la Injili tumesikia kwamba Yesu yuko safarini. Anaelekea Betania. Betania kulikuwa nyumbani kwa rafiki zake Lazaro, Marta na Maria. Na Yesu aliwapenda hao rafiki zake sana. Alipewa habari kwamba Lazaro rafiki yake hajiwezi, lakini hakuharakisha kukimbilia Betania. Na tuzingatie kwamba tumeambiwa kwamba Betania ilikuwa takriban kilomita 2 kutoka Yerusalemu. Haingehitaji siku 4 kutembea hizo kilomita 2. Kwa hiyo kama Yesu hakuharakisha kwenda kumponya Lazaro, alikuwa na sababu, alikuwa na mpango. Anatufundisha kwamba maisha sio haya tu. Maisha yapo hata baada ya maisha hapa duniani. Na hilo tunalipata katika mjadala wake na Marta. Marta, ukimsikiliza vizuri, ni kama vile kinyemela anamlaumu Yesu. Ungekuwepo kaka yangu hangekufa. Kama amekufa ni shauri yako. Lakini Yesu anamsikiliza, anamwelewa, anamhurumia na anaruhusu mjadala uendelee. Anamfunulia fumbo zito kwamba Lazaro aliyekufa atakuwa hai. Na Marta anasema, najua kwamba ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho. Lakini Yesu anampa fundisho zito. Ndiyo, kumbuka kwamba atafufuka, lakini mimi ndiye ufufuo na uzima. Yeyote aniaminie hata kufa kamwe, bali atakuwa na uzima wa milele. Sisi tuko hapa kwa sababu tunamwamini Kristo. Tunamwamini Yesu aliyeteswa, aliyekufa, aliyefufuka, akawa mshindi na mtukufu. Huyo ndiye Mwokozi wetu, huyo ndiyo tegemeo letu, huyo ndiye kimbilio letu. Na huyo ndiye Yesu ambaye ni kimbilio la Lazaro marehemu. Kristo mfufuka atampa Lazaro uzima mpya. Marta anamwambia Yesu kwamba anaamini kwamba Yesu ni ufufuo na uzima. Nasi tumekusanyika hapa leo tukiamini kwamba Yesu ni ufufuo na uzima, na kwamba mpendwa wetu Polycarp Kardinal Pengo hatokomei kwa kufa, ataishi pamoja na Kristo. Kristo ambaye amemwamini, Kristo ambaye amemtumikia, Kristo ambaye amemtangaza na kumshuhudia, na amemshuhudia kwa maneno na kwa maisha yake yote. Sisi tunaadhimisha misa hii pamoja na majonzi tulio nayo. Tunapenda adhimisho hili liwe ni adhimisho la shukrani,
Shukrani kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kwa sababu Mungu alimzawadia mpendwa wetu uhai wa hapa duniani. Lakini sio hiyo tu, namshukuru Mungu kwa sababu alimjalia kumfahamu Kristo, kumwamini na kumpokea kwa njia ya ubatizo. Akafa pamoja naye na akafufuka pamoja naye. Jambo la tatu, tunamshukuru Mungu kwa sababu alimjalia wito uliojengwa juu ya msingi wa imani yake, imani ya ubatizo. Amepokea wito huo, akawa padre na akaishi upadre kwa miaka 55. Miaka 55 ambaye kwa umri wetu wengi hapa Tanzania ni umri wa mtu mzima. Watanzania baadhi hujitangaza kwamba wamefikia ustaafu wakifikia miaka 50 na wanataka watambuliwe kama wazee. Kardinal Pengo kwa miaka yake 55 ya upadre ameishi upadre mpaka ukongwe. Namshukuru Mungu aliyemjalia hivyo. Na ameishi huo upadre sio kwa kubangaiza. Ameuishi kwa kujituma. Ameuishi kwa kujitoa. Ameuishi kwa kujisadaka. Akalijenga kanisa la Mungu, akaujenga ufalme wa Mungu. Jambo la tatu, Mungu amemuita akawa askofu. Akawa askofu kwanza wa jimbo la Nachingwea, baadaye akawa askofu wa jimbo la Tunduru Masasi, na hatimaye askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa miaka isiyopungua 42 amehudumu kama askofu, na tunaenzi utume alioufanya ambao umelijenga na kuliimarisha kanisa. Kwa kifupi, kwa utume wake ameujenga ufalme wa Mungu katika mioyo ya watu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika makando yetu. Tunamwomba Mungu amjalie sasa pumziko pamoja na wateule wake. Katika somo letu la pili la leo, Paulo mtume anatupa fundisho zito. Anatufundisha kwamba maisha yetu yana lengo. Maisha yetu yana umaana. Kwa hiyo yewe Mkristo unayenisikiliza, usiishi tu kiholela. Ishi kama mtu ambaye Mungu amekuwekea mpango, na Mungu ana mpango nawe. Kwa hiyo tafuta kujua ni nini mpango wa Mungu kwa maisha yangu. Ni nini utashi wa Mungu kutoka kwangu? Paulo anasema kama tukiishi tunamwishia Mungu, kama tukifa tunamfia Mungu. Kwa hiyo katika hali zote tunaitwa kumtumikia na kumtukuza Mungu. Basi tukijua hivyo, tujipange ipasavyo kuutumikia mpango wa Mungu kwa mwelekeo mzima wa maisha yetu, tukipendana, tukitendeana kwa haki, tukitendeana kwa huruma, tukishirikishana habari njema
na kuujenga ufalme wa Mungu. Ndugu wapendwa, tunamwombea na kumwaga Kardinali Polycarp Pengo. Yeye alikuwa mwanadamu kama sisi. Kwa hiyo tunapomwombea tunapenda kutambua kwamba katika ufuasi, katika majitoleo na katika utumishi wake, kama kuna lolote lililopungua, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma amsamehe na kumjalia pumziko la milele. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.